ametuleta salama mpaka sasa hivi na tunaanza mwaka huu. Kwa mapenzi ya Mungu tunaanza mwaka huu. Leo tuko hapa ile eneo linaitwa nini, Ogaden, kwa mzee Mtei baada ya kuwa amefariki. Kwa hivyo niliona na mimi nijumuike na Watanzania na watu wa Arusha na wanachadema, watu wote kwa kweli nije nijumuike na sisi wote. Kwa hiyo leo nadhani tutapewa baadaye utaratibu itakuwaje, wapi atahifadhiwa na kadhalika. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi mzee Mtei nimemfahamu siku nyingi. Kama kiongozi wa kitaifa nimemfahamu toka wakati mimi niko shule, kwa namna ambavyo alivyokuwa kiongozi, waziri katika utawala wa awamu ya kwanza wa Mwalimu Nyerere, na baadaye akaenda Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na baada ya Afrika Mashariki alivyorudi serikalini aliteuliwa kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu, na kwa kweli atakuwa ni mmoja wa Watanzania ambao wameanzisha mfumo wa fedha wa nchi hii toka hiyo miaka ya 70 na kitu jumuiya ilivyovunjika, alafu baadaye tukaanzisha jumuiya sasa hivi. Kwa hivyo nimemfahamu mzee Mtei kwa hayo, utumishi wake serikalini, Umoja wa Mataifa, kwenye hiyo IMF, International Monetary Fund, ambako alifanya kazi kwa muda kidogo kabla hajarudi Tanzania, na baadaye vyama vingi vilivyoanzishwa akawa ndio mmoja wa wana mageuzi katika Tanzania. Kwa hiyo kama nitawarank, mzee Mtei atakuwa ni mmoja wapo. Ninayemkumbuka wa kwanza ni mzee James Mapalala, ndio walioanzisha mambo ya mageuzi nchini. Wakati ule ni chama kimoja. Kwa hivyo alianzisha chama Chadema, na sasa hivi kina hiyo sifa ya kuwa chama kikuu cha upinzani nchini. Kwa hiyo nimekuja kuunganika na ndugu zake na Watanzania kwa jumla. Tumshukuru Mungu kwa utumishi wake uliotukuka na kazi bora aliyoifanya, iwe mfano kwa watu wote. Sasa tujue namna ya kulitumikia taifa hili mpaka pumzi ya mwisho. Na mzee tumeambiwa amefariki ana miaka karibu 94 au mingapi, anaenda kwa Mwenyezi wake na heshima yote kwa kweli. Na ndivyo naweza nikalisema hivyo. Kwa hiyo poleni, lakini vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha haya. Mimi nikiangalia kutoka nje, kwa maana ya kwamba siko Chadema, nikiangalia kwa nje, unaposema mzee Mtei alikuwa anajenga siasa zake kwa hoja, na wale ambao wamekuja baada yake wamekuwa hawajengi kwa siasa za hoja, mimi sikubaliani nao. Mazingira tu yamebadilika, lakini ninavyofahamu mimi, uongozi wa Chadema uliofuata baadaye vile vile wanajenga hoja, wanaendesha siasa zao kwa njia ya hoja, hoja ya nguvu. Ndivyo ninavyoamini, na personalities zinatofautiana. Kila mtu ana staili yake ya uongozi.
Kwa hiyo kama mzee Mtei alivyokuwa ni tofauti, na dhahiri aliyemfuata mzee Makani vile vile style yake ya uongozi ilikuwa vile vile ni tofauti. Na kwa hivyo hao wengine waliofuata, najua wanataka kuniuliza nani, wale wengine waliofuata kama wana style tofauti, nionyesha tu nini ubinadamu wao, lakini hoja ni hizo hizo, bado wanaongoza chama cha kisiasa ambacho kimeandikishwa kwa mujibu wa sheria za nchi hii, na sheria za nchi hii ni pamoja na katiba inayosema Tanzania ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Kuwa na vyama vingi manake ni kwamba kuwe na mawazo mengi mbadala, namna ya kuendesha nchi, namna ya kuongoza nchi, namna ya kuona tutatumia nini, tunaenda mbele kwa uchumi wa namna gani. Kama kutakuwa na mawazo tofauti, ni katika kuboresha ni kwa namna gani tutasonga mbele. Kwa hivyo hoja kwamba mzee, kwa mfano mzee huyu alikuwa anaendesha siasa zake kwa hoja zaidi kuliko waliomfuata mimi sikubaliani nayo. Cha muhimu ilikuwa ni kwamba hizo hoja zinatolewa nini mezani, alafu zinazungumzwa. Ndicho nachoweza kukisema. Mambo ya itifaki mimi sifahamu sana, lakini dhahiri kwa vile huyu mzee alitumika katika sehemu nyingi katika jamii yetu, ndani na nje ya nchi, kwenye vyama vya kisiasa, kwenye shughuli kwa mfano za kilimo, watu wote ambao wamehusika naye katika maisha watashiriki. Kwa hivyo mazishi na maziko yake atakuwaje, nadhani watakaa nini, familia yake watashauriana na chama, watashauriana vile vile na serikali. Tukumbuke vile vile mzee Mtei alikuwa ni mmoja wa makatibu wakuu waanzilishi kabisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hivyo wote hawa watakaa pamoja. Baada ya siku moja au mbili tutaelezwa juu ya habari ya protokali itakuwa namna gani. Kwa hiyo tusubiri. Sasa hivi nimekuja hapa, nimekuta wako kwenye mkutano, wataani kwenye saa 10 hivi tutaambiwa kitu. Naamini amepata bahati nzuri. Mara ya mwisho nimeonana naye ilikuwa siku ya Ijumaa. Leo Jumaa ngapi? Leo Jumatano. Nilionana naye Jumaa iliyopita. Tumezungumza naye muda mrefu. Hiki kifo kilikuwa hakijatokea, lakini kuanzia wakati ule mpaka sasa hivi nadhani huyo mwenyekiti atakuwa amepata taarifa, na kama atakuwa na neno la kusema atatumia hiyo fursa. Naamini itakuwa hivyo. Yuko vizuri, afya yake yuko vizuri. Nilienda ile Ijumaa, nilikuwa na jambo na yeye ambalo kwa bahati mbaya sikuruhusiwa kuzungumza naye chemba. Kwa hivyo hatukuzungumza hilo ambalo lilikuwa limenipeleka huko. Nitaka nimnongoneze kitu, nipate mawazo yake au uamuzi wake. Bahati mbaya, nasema bahati mbaya kwa sababu viongozi wa magereza walinizuia mimi nisipate hiyo fursa ya kuzungumza naye chemba kwa faragha. Sheria ya magereza inasema mfungwa au mahabusu wanapozungumza na wakili wake au ndugu mwingine yeyote ambaye amemteua yeye, kwamba ndio atakayewasiliana naye katika mambo yake ambayo yamempeleka magereza kule,
ana haki ya kuzungumza kifaragha na huyo wakili au huyo ndugu bila kusikilizwa na askari magereza. Sasa ile ujuzi nimeenda, wamesema tutazungumza, lakini na sisi tutasikiliza mnazungumza kitu gani. Nikawaambia hapana, sasa nyinyi mnafanya nini? Hamheshimu hiyo sheria ambayo inaongoza usimamizi wa magereza nchi, sheria ambayo imetungwa na waziri, bahati nzuri, waziri wa mambo ya ndani, juu ya habari ya faragha anaostahili mshtakiwa au mfungwa anapozungumzia nini juu ya mambo yake, sio ya kesi tu. Inawezekana akawa anazungumza mambo ya faragha ya nyumbani kwake, yuko ndani, hiyo familia yake, na kwa mfano watoto wanaendaje shule, mambo mengi tu ambayo ana haki ya kupitisha huo ujumbe kwa wale wanaomsuka kule nje kwa faragha. Sijaiweza kwa hiyo nilirudi bila kumwambia hicho ambacho nilitaka nikiseme, na kwa hivyo tutaendelea kama unavyoelewa. Sasa kesi imepanga kuanza kusikilizwa tarehe 9 mwezi wa pili, kuendelea pale ilipokuwa imesimama. Wafuate tu sheria. Idara ya magereza ni idara ya umma, idara ya magereza wanatunza wafungwa, wanatunza na mahabusu, na watunza watu wengine kwa mujibu wa sheria ya magereza. Kuna sheria kuu ambayo imetungwa na bunge, kuna kanuni, sheria ndogo ambazo zimetungwa na waziri anayehusika mambo ya magereza, ambazo kati ya hizo kanuni ni hiyo kanuni iliyotungwa na waziri wa mambo ya ndani, anaeleza ni kwa namna gani wafungwa watatembelewa na ndugu zao. Kwa mfano, mawakili watapokeaje barua na kadhalika. Yaani kuna utaratibu wote huo. Sasa hizo sheria zinajitosheleza. Zikifuatwa mambo yatakwenda vizuri. Zikifuatwa mambo yatakwenda vizuri, lakini zisipofuatwa, watu wa magereza wakiongezea masharti yao huko juu, ndio inaleta shida. Ndio inaleta shida. Ndicho ninachoweza kukisema na hicho. Mara ya mwisho tunavyofahamu ilikuwa imeanza kusikilizwa, ilikuwa atoe shahidi namba 4, ambaye kwa jinsi walivyosema waendesha mashtaka walitaka ule ushahidi wake upokelewe mahakamani kwa njia ya kificho, kwa maana ya kwamba huyo shahidi hataonekana kwa watazamaji, hataonekana kwa mshtakiwa, hataonekana kwa majaji, na huyu mshtakiwa akawa amepinga kwamba huo utaratibu ukoje, huo utaratibu uko nje ya sheria. Hiyo sheria inayosema huyo shahidi atafichwa utambulisho wake. Na kesi ni kubwa kama hiyo, nyinyi majaji mtaiendeshaje hiyo kesi? Mnaambiwa pale nyuma ya boksi kuna nini, kuna shahidi, lakini humuoni kama ni yeye, humuoni kama, yani utaendeshaje sasa? Kukawa na shida pale, akawa ametoa pingamizi kwamba liondolewe hilo sharti. Wale mashahidi ambao walikuwa wanasema wao ni wakificho watoe ushahidi wao hadharani waweze kupigwa maswali na waonekane ni akina nani. Ndio ikawa imefanya nini, imegota pale. Upande wa mashtaka wakasema tunahitaji muda tuje tujibu hizo hoja, kama hawa mashahidi watatoa ushahidi kwa njia hiyo ambao walikuwa wanataka au vipi.
na kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa pili kesi ikiendelea itaendelea kuanzia pale, upande wa mashtaka wakitoa majibu juu ya hizo pingamizi ambalo lilitoa huyu mshtakiwa, alafu na yeye atajibu, na baada ya hapo majaji watatoa uamuzi. Je, wapokee ushahidi wa hawa mashahidi ambao walikuwa wao wanafichwa kwa kificho au hapana? Na kwa hivyo itaendelea hiyo tarehe kwa mwezi mmoja, nimeambiwa kwa mwezi mmoja mpaka mwezi wa kwenye tarehe 8 9 mwezi wa 3. Kama itaendelea, nadhani mashahidi wengi wa kutosha wataweza kutoa ushahidi wa kwao. Kwa hiyo ndio hivyo, na mapambano ya kuwa na demokrasia ya vyama vingi imeanza siku nyingi kama tunavyofahamu. Kwenye historia yetu tulivyopata uhuru mwaka 61, nchi iliyokuwa inaitwa Tanganyika ilikuwa ni nchi ya vyama vingi. Iliyofika mwaka 65, huo mfumo wa vyama vingi ulifutwa, kikabaki mfumo wa chama kimoja. Wakati ule TANU imeendelea hivyo, chama kimoja, na baadaye ikawa CCM mpaka mwaka 1992 ndipo mfumo wa vyama vingi ulivyorudishwa. Alafu hivi vyama sasa vya kisiasa vingine ikiwemo Chadema ndivyo vilivyoanzishwa. Lakini tukumbuke huo mfumo wa vyama vingi umeletwa baada ya mapendekezo ya tume ya Mheshimiwa Jaji Nyalali, ambayo kwenye taarifa yao ya hiyo tume walitoa pendekezo kwamba Tanzania tumefika mahali ambapo tutapaswa kuwa ni mfumo wa nchi ya vyama vingi, multi-party system, ambayo huo mfumo wa vyama vingi utawezekana tu kama katiba iliyopo ya nchi itabadilisha ili kuakisi huo mfumo. Badala ya kuwa na katiba ambayo imejikita kwenye mfumo wa chama kimoja, iwe ni vyama vingi. Ndivyo walivyopendekeza. Sasa kilichotokea, badala ya kubadilisha hiyo katiba ya chama kimoja, katiba ya 1977, ili tuwe na katiba ya vyama vingi, walichofanya walibadilisha tu bunge walibadilisha hiyo ibara namba 10 iliyokuwa inasema Tanzania itaongozwa kwa mfumo wa chama kimoja. Wakaondoa hicho kifungu, wakaweka hiyo kwamba kutakuwa na vyama vingi katika nchi vimeanzishwa. Lakini otherwise structure, mfumo wote wa hiyo katiba umeendelea mpaka sasa hivi, na ndio maana wanaopenda mabadiliko, ikiwa ni pamoja na mimi, wanaopenda mabadiliko bado wanapigania kwamba hii katiba tulionayo ibadilishwe ili iweze kuakisi mfumo wa vyama vingi. Kwa mfano kwenye mfumo wa vyama vingi, kila raia, kila mtu ambaye ana sifa ya kugombea au kupigiwa kura, sio lazima awe mwanachama wa chama chochote cha kisiasa. Sio lazima. Kwa nini uwe mwanachama wa chama chochote ili uweze kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa mtaa au diwani au mbunge au hata rais? Kama una sifa za kuongoza, unafanya nini? Unachaguliwa tu, alafu baada ya miaka 5 kama umetumikia watu vizuri, utaendelea kufanya nini? Kuchaguliwa. Kama hawakutaka, that will be the end. Kwa
Kwa hiyo vyama vingi hakuna nini, hakuna wagombea huru, mpaka lazima uwe ni mwanachama wa nini, wa chama cha kisiasa. Katiba sasa hivi hairuhusu kwenye uchaguzi. Kwa mfano, uchaguzi umefanyika mwaka jana, dunia nzima, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesema huo uchaguzi haukuwa huru, haki na wa kuridhisha. Unanipata? Wametoa mapendekezo kwamba huo uchaguzi uliofanyika Oktoba mwaka jana haukufikia hivyo viwango ambavyo vinatakiwa kwenye uchaguzi wa demokrasia ya kikweli kweli. Lakini katiba hairuhusu mtu yeyote au chama chochote waende mahakamani kupinga uchaguzi wa nini, wa rais. Unafanyaje? Watu wanabaki kufanya nini? Kulalamika.